dhamiria kuongeza uwezo wako wa maarifa kwa kusoma na kujifunza kuhusu fedha. Kuna watumishi wa Mungu wazuri wameandika kuhusiana na fedha. Anzia kwa watumishi wa Mungu kwanza, kwa sababu tunataka kanuni za kiroho. Sisi ni watu wa kiroho. Kwa mfano, mtu kama Bishop David Oyedepo ameandika vitabu vya kutosha. Nenda kanunue hivyo vitabu vya fedha. Mtafuatilia mtu kama Kenneth Copeland. Hata hapa Tanzania wapo. Kuna mtu wa Mungu mmoja anaitwa Emilian Busara. Wafuatilie, wamefundisha. Hata Nanauka pia amefundisha kuhusiana na masuala ya fedha. Dhamiria kuanzia leo, nitaongeza uwezo wangu kwenye eneo la fedha. Nitajaza maarifa kuhusiana na fedha. Lakini zaidi sana pia nenda kwenye maandiko. Tafuta maandiko yote yanaongelea kufanikiwa na kufanikishwa na Mungu. Alafu anza kuyastadi. Fuatilia hayo maandiko ya aina hiyo. Alafu tuone kama hili neno la Mungu aliweza kubadilisha. Hawa sio mgumu. Kuna watu walikuwa ni maskini na walibadilishwa neno la Mungu. Ongeza uwezo wako kuhusu fedha na uchumi kwa kusoma. Jifunze kuhusu fedha na uchumi. Soma kuhusiana na mafanikio na kufanikishwa na Mungu. Mafanikio na kufanikishwa na Mungu. Soma kuhusiana na uwekezaji na fursa mbalimbali za uwekezaji. Achana na yale mauwekezaji anakuambia ukiweka hapa 100,000 baada ya miezi 3 itakuwa 700,000. Hamna kitu cha aina hiyo. Pesa, mafanikio ya kifedha hayaendi hivi. Hata kama kuna mtu alipita hiyo njia. Kama mnakusanywa ili mpigwe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana.